Na mtazamaji, ninakusalimu salamu. Karibu kwenye kipindi cha huduma za serikali mtandao kutoka hapa mamlaka ya serikali mtandao. Jina langu naitwa Musa Magali Enoch kutoka mamlaka ya serikali mtandao IGA. Na hii leo tunakwenda kuzungumzia kwa kina zaidi kuhusu sheria ya serikali mtandao namba 10 ya mwaka 2019 na kanuni zake. Tutafahamu mengi zaidi kuhusu sheria hii. Nikusihi tu pamoja kwa moja ambatana pamoja nasi ili kuyafahamu mengi zaidi kutoka hapa katika studio za mamlaka ya serikali mtandao. Karibu. Je, unafahamu kuwa unaweza kulipia na kupata huduma za serikali ukiwa mahali popote na kwa wakati wowote? Ndiyo, yaani ukiwa popote na wakati wowote unaweza kukamilisha huduma za serikali kidijitali kwa kubofya *152 *00 alama ya reli. Hapa unaweza kupata na kulipia huduma mbalimbali za serikali sawa na uhitaji wako. Okoa gharama na muda wako sasa kwa kulipia na kupata huduma za serikali kwa njia ya simu ya mkononi kwa kubofya *152 *00 alama ya reli. Hii ndiyo serikali kidijitali. Na mtazamaji, kama nilivyokueleza hapo awali ya kwamba siku leo tunazungumzia juu ya sheria ya serikali mtandao namba 10 ya mwaka 2019. Na tayari niko na wageni wangu hapa studio ambao ni wanasheria. Karibuni sana wageni wangu. Asante. Na moja kwa moja watazamaji wangependa kufahamu tuko na kina nani studio. Kwa wakati tuanze kujitambulisha hapo, jina lako na mahali ulipotoka. Karibu. Asante sana mtangazaji. Kwa jina naitwa Bilikundi Edwin Pantaleo, ni afisa sheria kutoka ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora. Karibu sana bwana Bilikundi. Asante sana. Lakini pia tuko na mgeni mwingine hapa. Karibu pia, watazamaji wangependa kufahamu jina lako na mahali unapotoka pia. Mimi naitwa Rafael Josephat Lutaiwa, ni meneja wa huduma za sheria kutoka mamlaka ya serikali mtandao. Lakini pia kushoto kwangu niko na mgeni mwingine. Karibu pia. Asante sana. Kwa majina naitwa Nicodemus Chua, ni mwandishi mkuu wa sheria msaidizi kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, karibu sana katika studio zetu za mamlaka ya serikali mtandao hapa makao makuu ya nchi Dodoma, katika mji wa serikali Mtumba. Na moja kwa moja sasa tuanze kujikita katika mada yetu siku ya leo, juu ya kuifahamu kwa kina zaidi sheria hii ya serikali mtandao namba 10 ya mwaka 2019 pamoja na kanuni zake. Mtazamaji, naamini kabisa unayo hamu ya kufahamu kwanza nini maana ya serikali mtandao. Tunapozungumzia serikali mtandao tunamaanisha nini? Na swali hili naomba nilielekeze moja kwa moja kwa Bwana Rutahiwa. Tunapozungumzia serikali mtandao tunamaanisha nini hasa? Serikali mtandao au serikali ya kidijitali ni pale serikali au taasisi zake zinapotumia tehama katika shughuli zake. Serikali au taasisi za serikali zimeanzishwa kwa malengo mahususi. Sasa zinapotumia tehama katika utekelezaji wa malengo ya kuanzishwa kwake, na ili tehama ilete tija na irahisishe kazi kwenye taasisi hizo, serikali imekuja na utaratibu maalum ambao itakuwa na viwango, itakuwa na kanuni, itakuwa na miongozo, itakuwa na sheria inayosimamia kuona matumizi sahihi ya tehama serikalini. Shukrani sana. Labda pia tukirejea kwako Bwana Chua, lipi la kumwambia mwananchi ama taasisi ya umma juu ya utekelezaji wa sheria hii? Asante ndugu mtangazaji. Tukianza na upande wa wananchi, tunapenda kuwaambia wananchi kwamba sheria hii pamoja na kwamba kimsingi inasimamia utoaji wa huduma za serikali mtandao kwa taasisi za serikali, lakini mlengwa wa mwisho ni mwananchi. Na lengo kuu la sheria hii ni kuhakikisha kwamba huduma za serikali mtandao zinapatikana kwa ufanisi, zinapatikana kwa wakati, zinakuwa ni salama, kwa maana kwamba taarifa zao zinakuwa zimelindwa, lakini pia zinapatikana kwa gharama nafuu. Bwana Chua, labda unaweza kutueleza sheria hiyo ni ipi na nini maudhui yake kwa ujumla? Asante. Sheria iliyounda serikali mtandao inaitwa sheria ya serikali mtandao au kwa Kiingereza wanaita E-Government Act. Kama ulivyoeleza awali, ni sheria namba 10 ya mwaka 2019 na ni sura namba 273 ya sheria za Tanzania. Kimsingi sheria hii ya serikali mtandao imekuja kutatua changamoto mbalimbali za uendeshaji wa shughuli za tehama
hususan kwa taasisi za serikali. Nipende kuwaasa wataalamu wa serikali, hasa wataalamu wa masuala ya tehama na wasimamizi wa vitengo vya tehama na viongozi wasimamizi wa taasisi mbalimbali za umma, wajitahidi kwa kadri wanavyoweza kuielewa sheria hii vizuri na kwa kina. Sheria hii ni kama mwongozo, imeainisha mambo mengi ambayo kama yatasomwa na yakaeleweka vizuri yatasaidia taasisi za serikali kufanikisha malengo yao ya msingi ambayo wanapaswa kuyatekeleza. Mwanasheria, umeeleza vyema hapo, lakini lengo kuu la sheria hii hasa ni nini? Lengo kuu ilikuwa kuhakikisha kwamba serikali mtandao sasa inaonekana, ambapo pamoja na mambo mengine viliwekwa vifungu mahususi vilivyokuwa kama nilivyokueleza mwenzangu, vilivyokuwa vikitoa wajibu kwa taasisi za serikali kuhakikisha kwamba zinatumia tehama, lakini pamoja na mambo mengine kuhakikisha kwamba sasa ule utendaji kazi wa serikali unarahisika zaidi kupitia matumizi ya tehama. Lakini vile vile sheria hiyo ilikuwa na lengo la kuhakikisha kwamba mwananchi aliko huko kijijini, aliko huko wapi, anapata huduma za kiserikali pasipo kufika ofisini kuongea na afisa. Alikuwa ana uwezo wa kufanya miamala. Sasa hivi ukitaka kulipa bili ya maji, bili ya umeme, kila kitu unaweza ukakifanya kwa kupitia simu yako. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo serikali inataka kuhakikisha kwamba inatoa huduma kidijitali. Serikali mtandao ndio serikali ya kidijitali. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi hivi sasa, ni kukaribisha tena kwenye kipindi maalum kabisa cha huduma za serikali kidijitali kutokea mamlaka ya serikali mtandao. Na leo tukiangazia kwa kina kabisa sheria ya serikali mtandao namba 10 ya mwaka 2019 na kanuni zake. Karibu tuendelee kujadili kwa pamoja na wanasheria hapa studio, na kipindi hiki kinaruka moja kwa moja kutokea studio zetu za hapa makao makuu ya nchi Dodoma, mji wa serikali Mtumba hapa. Na nirejee tena kwako Bwana Rutahiwa. Imesema kwamba sheria ya serikali mtandao ndio iliyounda mamlaka ya serikali mtandao. Labda unaweza kutueleza ni yapi majukumu hasa na wajibu wa mamlaka ya serikali mtandao kwa serikali pamoja na taasisi zake, lakini vile vile kwa wananchi kwa ujumla? Chini ya sheria hii, mamlaka imepewa majukumu ya kutoa ushauri katika utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao. Mamlaka imepewa majukumu ya kushirikiana na taasisi husika. Kwa kuwa sheria hii tulivyosema hapo awali inahusika na matumizi ya tehama serikalini au matumizi ya tehama katika taasisi za umma katika kurahisisha utendaji kazi wake na kutoa huduma kwa umma. Kwa hiyo mamlaka imepewa jukumu la kushirikiana na taasisi hizi kuona kwamba mifumo yote inayonunuliwa inaweza kubadilishana taarifa. Mifumo yote inayonunuliwa inaweza kuongea. Mamlaka ina jukumu la kuhakikisha kwamba inafuatilia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao, kuzisaidia taasisi za umma katika kuboresha mifumo ya utendaji kazi wake kwa kushirikiana na kuhakikisha kwamba huduma za serikali zinatolewa kwa uhakika, kwa gharama nafuu na kwa wakati. Kuishauri serikali katika utekelezaji wa serikali mtandao na kuwawezesha wananchi kupata huduma kimtandao. Na mwisho, sheria inaipa mamlaka majukumu ya kuhimiza kuendeleza tafiti katika masuala yanayohusiana na utekelezaji wa serikali ya kidijitali. Majukumu haya yakitekelezeka kama yalivyoainishwa, ndipo pale serikali ya kidijitali inapopatikana na kuwezesha wananchi na serikali kwa ujumla kupata tija ya matumizi ya tehama serikalini, ikiwa ni kutoa huduma kwa wananchi kwa gharama nafuu, kwa urahisi, na wakati huo huo ikiwezesha serikali kukusanya mapato kwa wepesi, kwa urahisi na kwa uwazi zaidi. Na tukirejea kwako Bwana Bilikundi, Bwana Rutahiwa hapa ametueleza vyema kabisa juu ya majukumu pamoja na wajibu wa mamlaka ya serikali mtandao. Lakini vipi kwa taasisi za umma? Nazo zina wajibu gani sasa katika kutekeleza sheria hii ya serikali mtandao? Taasisi za umma zimepewa wajibu mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba
kutumia tehama huko kwenye taasisi zao. Pamoja na mambo mengine, sheria ya serikali mtandao imeweka bayana kabisa. Cha kwanza, kila taasisi inapaswa kutumia tehama katika shughuli zake za kila siku. Huo ni wajibu wa msingi kwamba kila taasisi popote pale ilipo inapaswa kuhakikisha kwamba katika utekelezaji wa kazi zake inatumia tehama. Lakini pili, taasisi zimepewa wajibu wa kisheria kabisa kuhakikisha kwamba pale ambapo inatengeneza miundombinu yake, majengo, barabara, majumba, yote yanapaswa kuwa na miundombinu inayoruhusu tehama kufanya kazi. Taasisi zimepewa vile vile wajibu wa kuhakikisha kwamba zinashirikiana na mamlaka katika kuhakikisha kwamba shughuli zao zinafanyika kwa ufasaha. Lakini pia pamoja na kwamba zimeelekezwa kushirikiana, zimeelekezwa vile vile kwamba zinapokuwa zinatengeneza mifumo yao zihakikishe kwamba mifumo hiyo inakuwa na uwezo wa kuingiliana na mifumo mingine ya kiserikali. Ninapozungumzia kwa mfumo, maana yake ni mifumo hii iweze kupeana taarifa. Taasisi isije katengeneza mfumo ambao hautaruhusu taarifa kusomeka katika mifumo mingine ya kiserikali. Maana yake taasisi za umma kutoka kutekeleza sheria hiyo zinakwenda kinyume sasa na sheria. Kimsingi, utaratibu huu uliowekwa kwenye sheria ya serikali mtandao unalenga kuwezesha utekelezaji bora wa shughuli za serikali mtandao na mwisho kufanikisha ile azma ya serikali ya wananchi kupata huduma kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo taasisi inaposhindwa kutekeleza sheria ya serikali mtandao inashindwa kutimiza ule wajibu wa msingi na lile jukumu la msingi lililopewa kisheria la kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa kwa ufanisi na hatimaye wananchi waweze kupata huduma kwa ufanisi. Hivyo ni vema taasisi zote zikazingatia masharti ya sheria hii ili kuziwezesha zenyewe kufikia malengo ambayo wamejiwekea wenyewe katika kutekeleza majukumu yao ya msingi. Tukisalia pia kwako Bwana Chua, ili serikali mtandao iweze kutokea, sheria ya serikali mtandao imeeleza wazi kabisa matumizi ya tehama serikalini. Sasa je, usimamizi na uendeshaji unaelezwaje katika sheria hii, hasa kuanzia katika ngazi ya taasisi mpaka katika ngazi ya kitaifa kwa jumla? Sheria imeweka utaratibu kuanzia ngazi ya taasisi mpaka ngazi ya taifa, na zimeundwa kamati mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Na tukianzia na ngazi ya taasisi, kama alivyohusia mwenzangu pale awali, mkuu wa taasisi anaelekezwa na sheria aunde kamati ya tehama katika ngazi ya taasisi kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali za tehama katika ngazi ya taasisi. Kutoka kwenye kamati ile ya taasisi, pia sheria imeainisha kamati ya kitaalamu ambayo ipo ni ngazi ya juu kidogo. Na pia ile kamati ya kitaasisi imewekea utaratibu wa kuripoti. Kila baada ya robo mwaka inaelekezwa kutoa taarifa kwenye kamati ile ya kitaalamu ambayo ni ngazi ya juu zaidi. Na sheria imeainisha muundo na utaratibu ile wa kamati hizo. Lengo la kuripoti taarifa zile ni kuwezesha uwajibikaji na kuwezesha kutafuta suluhisho kwa changamoto mbalimbali ambazo zilishindwa kupatiwa suluhisho katika ngazi ya taasisi. Katika ngazi ile ya kamati ya kitaalamu, kamati hile ina jukumu kubwa la kupokea taarifa kutoka kwenye kamati hii ya taasisi, lakini pia kuchakata zile taarifa mbalimbali na kuandaa mapendekezo kwa ajili ya kupeleka kwenye kamati ya juu kabisa ambao inaitwa ni kamati ya kitaifa ya tehama. Lengo la msingi ikiwa ni kama tulivyoeleza pale awali, ni kuwezesha utekelezaji bora wa huduma za tehama kwenye taasisi za serikali, lakini pia kuwezesha kutatua changamoto kwa haraka na kwa ufanisi. Lakini pia kumekuwepo na tatizo la mifumo hii kuzungumzwa kwa pamoja, kwa maana kubadilishana taarifa. Nikija kwako Bwana Rutaiwa, labda sheria inazungumza nini katika kuliondoa tatizo hili? Asante ndugu mtangazaji.
Hii sheria kama tulivyosema hapo awali ni sheria, lakini unaweza ukaita ni SOP, yaani inaweka taratibu, inaweka kanuni, inaweka viwango na miongozo ya mifumo au miundombinu ya TEHAMA itakayonunuliwa au kutumika ndani ya serikali iweje. Endapo taasisi za umma zitatekeleza sheria hii, kwa maana kwamba zitaandaa mifumo, zitanunua mifumo, kuandaa kwa maana ya kununua au kutengeneza kwa ndani, kwa sababu sheria hii inaelekeza na inasisitiza homegrown solutions, kwa maana kwamba tunapokuwa tunatengeneza mifumo ya matumizi humu serikalini tutumie wataalamu wetu wa ndani, ama kama hatuna wataalamu kwenye taasisi yetu basi tununue. Lakini kama tununue kulingana na viwango na miongozo iliyotolewa na mamlaka ya serikali mtandao na au miongozo inayoelekezwa na sheria hii. Kama tutanunua kwa kuzingatia viwango, kama tutanunua au kutengeneza kwa kuzingatia miongozo, kama tutatumia sheria hii ambayo imeweka taratibu na kanuni, basi mifumo hiyo itaweza kubadilishana taarifa. Ndio maana kwamba sheria hii inashauri kabla taasisi yoyote haijafanya manunuzi ya mfumo, ni vyema ikawasiliana na mamlaka, ikawasilisha lile andiko, kusudio la ununuzi au utengenezaji wa mfumo kwa mamlaka, ili mamlaka iweze kupima kama viwango, miongozo, kanuni na taratibu kama zinavyoainishwa kwenye sheria hii zimetekelezwa. Kama mfumo au miundombinu itatengenezwa kulingana na matakwa ya sheria hii, kanuni, viwango na miongozo, basi mifumo itaweza kubadilishana taarifa. Na kama mifumo itanunuliwa bila kuzingatia matakwa ya sheria hii, manake ni kwamba mifumo haitaweza kubadilishana taarifa. Na kama mifumo haibadilishani taarifa, manake serikali itakuwa haijapata tija ya uwekezaji katika kutumia TEHAMA kwenye taasisi zake, na taasisi zenyewe hazitafikia malengo. Ni vema taasisi zinapokuwa zinataka kununua ama kutengeneza mifumo zikazingatia viwango, zikazingatia miongozo, zikazingatia taratibu. Kama watafanya kwa kuzingatia viwango, miongozo, kanuni, taratibu na mwisho sheria hii, basi mifumo yote itakayokuwepo serikalini itaweza kubadilishana taarifa, na hiyo italeta matokeo ya kutoa huduma bora kwa wananchi kwa gharama nafuu na kwa uwepesi popote pale alipo. Kwa hiyo serikali itapata tija ya uwekezaji wake katika TEHAMA. Na bila shaka mamlaka ya serikali mtandao inatoa ushauri kuhusu hili katika taasisi za umma. Mamlaka ya serikali mtandao, kama nilivyoeleza hapo awali kwenye majukumu yake, mojawapo ya majukumu yake la msingi ni kutoa ushauri wa kitaalamu kwa taasisi za umma. Na ndio maana nimesema hapo awali kwamba taasisi ya umma kabla haijatekeleza mradi wa aina yoyote wa TEHAMA, ni vema ikapata ushauri, na inaelekezwa kwenye sheria au taratibu hizi kwamba ikapata ushauri wa mamlaka ya serikali mtandao, ili kwamba itakapokuwa imefuata manake unapokuja kwa mamlaka kupata ushauri, manake ni kuangalia kwamba ni kwa kiasi gani mfumo au muundombinu unaotaka kutengeneza umezingatia viwango, umezingatia miongozo, umezingatia taratibu, umezingatia kanuni na sheria. Kwa maana ikishatokea hiyo, basi serikali itaweza kupata tija ya uwekezaji katika TEHAMA. Asante sana. Na mimi taasisi za umma sasa zimeweza kufahamu kuhusu hili na umuhimu wa kuiendea mamlaka ya serikali mtandao pindi inapohitaji kununua mfumo au kuwa na mfumo wote katika taasisi yake. Mtazamaji, kama ndio kwa mara ya kwanza unatutazama au kwa mara ya kwanza unafungua televisheni yako, basi nikukaribishe. Hiki ni kipindi maalum kabisa cha huduma za serikali kidijitali kutoka hapa mamlaka ya serikali mtandao, na tukizungumzia juu ya sheria ya serikali mtandao namba 10 ya mwaka 2019 pamoja na kanuni zake. Katika kuendeshea mdahalo huu, mimi langu jina naitwa Musa Magali Enoch. Endelea kusalia pamoja nasi. Je, unafahamu kuwa unaweza kulipia na kupata huduma za serikali ukiwa mahali popote na kwa wakati wowote? Ndiyo, yaani ukiwa popote na wakati wowote unaweza kukamilisha huduma za serikali kidijitali kwa kubofya *152*00 alama ya reli.
Hapa unaweza kupata na kulipia huduma mbalimbali za serikali sawa na uhitaji wako. Okoa gharama na muda wako sasa kwa kulipia na kupata huduma za serikali kwa njia ya simu ya mkononi kwa kubofya *152 alama ya reli. Hii ndiyo serikali kidijitali. Tukirejea pia kwako Bwana Rutaiwa, siku hizi utoaji wa taarifa imekuwa ni kama bidhaa, tena ni bidhaa adimu, kama dhahabu hivi, na pindi ambapo inatolewa sehemu ambapo sipo ama inatolewa vinginevyo, basi inaweza ikatarisha usalama, inaweza ikatarisha amani, inaweza ikatarisha masuala mbalimbali na ikatokea katika migogoro mbalimbali. Sheria hii inasema nini katika kulinda taarifa ama utolewaji wa taarifa? Asante ndugu mtangazaji. Kama tulivyosema hapo awali kwamba ujenzi au ununuzi wa mifumo yoyote itakayotumika serikalini ambayo inatumika katika kuchakata au kutoa taarifa au kutangaza, lazima ijengwe kwa kuzingatia taratibu, kanuni, viwango na miongozo. Na katika taratibu hizo, kanuni, viwango na miongozo zinaelekeza namna gani usalama umezingatiwa katika miundombinu hiyo. Lakini pia sheria hii inaelekeza watumishi wa umma, watumishi wa taasisi za umma wanapofanya mawasiliano ya aina yoyote watumie channel zinazokubalika, kwa maana kwamba taarifa zitolewe kulingana na mifumo inayokubalika. Lakini pia sheria hii imeelekeza taarifa ukusanyaji wake, uandaaji wake na uchakataji wake ufanyike vipi. Kwa hiyo kama taarifa zitakuwa zimeandaliwa na kuchakatwa kulingana na viwango na miongozo kama inavyoelekezwa na sheria hii na kanuni, basi taarifa hizo haziwezi kuingiliwa kwa namna yoyote ile, na kama zitaingiliwa ni rahisi sana kugundua na kisha kuchukua hatua. Bwana Chua, huduma hizi za kimtandao labda zinagharamiwa na nani? Huduma za TEHAMA hugharamiwa na taasisi husika ya serikali ambayo inapokea huduma hiyo, na utaratibu wa kulipia gharama hizi umeainishwa kwenye kanuni za sheria ya serikali mtandao za mwaka 2020. Na ukisoma kile kifungu cha 60 cha kanuni hii pamoja na jedwali la 4 ambalo ndio limeainisha gharama za tozo, gharama za kulipia, utabaini kwamba kiwango kile kilichowekwa pale ni kwa ajili ya kugharamia shughuli za uendeshaji pekee na sio kujiendesha kwa faida. Lakini pia kanuni hii ya 60 pia imebainisha kwa kuonyesha umuhimu wa huduma hii kwa jamii. Kanuni hii ya 60 imebainisha baadhi ya huduma ambazo mamlaka ya serikali mtandao itakuwa inazitoa bure kwa taasisi za umma, ili kuhakikisha kwamba huduma hizi ambazo ni za msingi sana na za muhimu zimeelezwa pale kwenye kile kifungu, ile kanuni, zinapatikana kwa wananchi bila kuwa na kikwazo chochote. Naam, asante sana Bwana Chua, lakini nikirudi pia kwako Bwana Rutaiwa, labda sheria inazungumzia nini kwenye hizi taasisi za umma katika ununuzi wa vifaa vya TEHAMA, lakini pia katika utengenezaji wa hii mifumo? Asante ndugu mtangazaji. Sheria kama tulivyoisoma hapo awali au tulivyoeleza hapo awali, yenyewe imeainisha utaratibu, imeweka kanuni, imeweka viwango na miongozo juu ya ununuzi, juu ya utengenezaji wa mifumo. Lakini na utakumbuka kwamba sheria hii inazitaka taasisi za umma kabla ya kufanya manunuzi, kabla ya kutengeneza mfumo, kuwakilisha concept note, ile andiko la ile matarajio yake ya kununua au ya kutengeneza. Kwa hiyo mamlaka inapopitia kuangalia intention au kuangalia nia ya institution ya kununua, inaangalia je, hicho kinachotaka kununuliwa kimezingatia viwango, je kimezingatia miongozo, kanuni, taratibu ambazo zinahusiana na hilo eneo. Kwa maana kwamba baada ya mamlaka kujiridhisha kwamba hicho kinachokwenda kununuliwa kimezingatia viwango na miongozo, basi inatoa idhini kwa kwenda kununua. Kwa maana kwamba pia mamlaka imeshaandaa guidelines, imeandaa mwongozo wa ununuzi na utengenezaji wa mifumo ambao unapatikana katika tovuti ya mamlaka. Kwa hiyo taasisi yoyote inayodhamiria au inayotegemea kununua au kutengeneza mfumo inaweza kwenda kwenye tovuti ya mamlaka na kuangalia ile guideline au mwongozo wa utengenezaji au wa ununuzi wa mifumo. Lakini sasa je, sheria hii
inachochea ubunifu gani sokoni, hasa tukiangazia vijana wachapakazi ambao ni chupukizi pia? Sheria inachochea ubunifu gani hapo? Asante ndugu mtangazaji. Sheria hii ukiangalia yenyewe na serikali mtandao kwa ujumla, mamlaka inasisitiza katika kutumia bidhaa au mifumo iliyotengenezwa humu ndani, kwa maana kwamba homegrown solutions. Na sheria inaelekeza kwamba endapo taasisi yoyote itakuwa na matarajio ya kutengeneza mfumo, kwanza inatakiwa kujiangalia yenyewe mle ndani. Je, inao wataalamu wa kutosha na wenye kiwango kinachotakiwa kutengeneza huu mfumo? Kama itaona kwamba hakuna wataalamu wa kutosha ndani ya taasisi yenyewe, inatakiwa iangalie, je, kwenye taasisi nyingine za serikali kuna wataalamu ambao wanaweza kushirikiana na wataalamu walioko kwenye taasisi hiyo kutengeneza huo mfumo wanaotaka kutengeneza kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi wao. Kama haiwezekani, sheria hii inaelekeza kwamba wafanye manunuzi ya mfumo huo. Sasa hapo ni kutoka popote, ili mradi tu mfumo unaoenda kununuliwa umezingatia viwango na miongozo ambayo imetolewa na mamlaka. Na tuende tukihitimisha sasa, tukielekea mwishoni, nikukaribishe bwana Bilikundi. Lipi la kuzungumza sasa tukiwa tunahitimisha mada yetu hii ya leo ya Ijue Sheria ya Serikali Mtandao? Asante sana mtangazaji. Sheria ya Serikali Mtandao ina lengo moja tu, ambalo ni kuhakikisha kwamba wananchi na serikali wanapata huduma kidijitali. Turejea kwako bwana Chua, lipi la kumwambia mwananchi ama taasisi ya umma juu ya utekelezaji wa sheria hii? Asante ndugu mtangazaji. Napenda kuziasa taasisi za umma kuchukulia sheria hii pamoja na kanuni zake kama chombo cha kuwezesha kufanikisha malengo ya taasisi husika. Ukipitia sheria hii pamoja na kanuni kama tulivyoelezwa pale awali, zimeainisha utaratibu mzima wa namna ya kuendesha shughuli za serikali mtandao. Lengo kuu ikiwa ni kurahisisha upatikanaji wa huduma husika zifanyike kwa ufanisi, na pia utaratibu wa kutatua changamoto kwa haraka na kwa ufanisi pia uweze kufanyika. Asante. Naam, shukrani sana bwana Chua, na moja kwa moja tumalizie kwako bwana Rafaeli. Una lipi la kuzungumza kuhusu sheria hii, na kwa sababu pia sheria hii iko nyumbani kwako, yote mazungumzo tuliyozungumza, hebu sasa tupe neno moja. Ni waombe wakuu wa taasisi pamoja na watumishi kwa ujumla waisome sheria hii kwa kuiangalia kwamba ni standard operating procedure, yani mwongozo wa utendaji kazi wa kuhusisha TEHAMA katika utendaji wa shughuli zao, kwa maana kwamba sio sheria inayokuja kukandamiza, sio sheria inayokuja kuadhibu, ni sheria ambayo inakuja kurahisisha utendaji kazi wa taasisi. Niwaombe wakuu wa taasisi, niwaombe wafanyakazi wa serikali wa umma kuiona sheria hii kama nyenzo ya kuwawezesha kufanya kazi zao kwa urahisi na kisha kuleta tija kwa serikali. Kwa mfano, huduma za serikali zinazopatikana kupitia namba *152*00 reli, ambapo pale ukishabonyeza hiyo, huduma nyingi zinajitokeza kwenye simu yako ya mkononi ya kiganjani, bila kujali aina ya simu, kwamba ni ya simu janja au simu ya kitochi. Kwa maana hiyo, kama sheria hii itafanya kazi zake vizuri, basi wananchi watapata huduma nyingi sana kwa wepesi, kwa gharama nafuu, na wakati huo serikali ikipata tija ya uwekezaji katika TEHAMA. Na wakati huo serikali ikipata tija ya uwekezaji katika TEHAMA, ndivyo wameweka utu hapo mwanasheria kutoka mamlaka ya serikali mtandao. Nami niseme tu kwamba palipo neno siti neno, nisije haribu neno mtazamaji, na niweke utu hapo pia, na nikwambie tu kwamba hakika tumeyazungumza yaliyo mengi sana kwa uwanda mpana juu ya sheria ya serikali mtandao namba 10 ya mwaka 2019 na kanuni zake. Na hadi kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki, na kama umechelewa ama kuna sehemu hujaelewa vizuri, ni kualike tu kukirudia kipindi hiki katika tovuti yetu
ya mamlaka ya serikali mtandao unakwenda kwa jina la www.iga.go.tz, lakini pia katika chaneli yetu ya YouTube inapatikana kwa jina la Iga Online TV. Lakini pia kipindi hiki tutakiweka vile vile katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa jina la Iga_Tanzania. Na hadi kufikia hapo, kwa niaba ya wote ambao umewatazama na umesikika hapa, langu jina ni Musa Magali Enoch kutokea mamlaka ya serikali mtandao. Asante kwa kutufuatilia.